na siku ya tarehe 29 imekaribia, iko karibu sana, na shughuli za kampeni zinaendelea kwa wagombea mbalimbali, wale ambao wapo kwenye level ya kitaifa, lakini wabunge na madiwani, na watu wote hawa wanalitegemea jeshi la polisi katika mustakabali wa masuala ya usalama. Wakati shughuli za kampeni zikiendelea, pamoja na shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini za kijamii, kesho na kesho kutwa kutakuwa na mikusanyiko mikubwa tena hapa Dar es Salaam, na mikusanyiko hii itafanyika katika uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa maarufu kama uwanja wa Lupaso, tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka huu wa 25 majira ya saa 11 za jioni. Kutakuwa na mchezo wa soka wa timu ya Dar es Salaam ambayo ni ya Tanzania sasa katika level hizi za kimataifa, ikicheza na timu ya Silver Strikers ya kutoka nchini Malawi. Mchezo huu umekusanya hisia tofauti kutoka kwa wapenzi wa soka kutokana na matokeo ya awali, na unatarajia kukusanya watu wengi, hasa kutokana na jinsi uongozi wa Yanga ulivyoamua mchezo huu uwe kwa mashabiki na wapenzi wa soka wa timu hiyo. Uwanja ule una uwezo wa kuchukua watu 60,000, lakini pia watu hawa wanatakiwa wakiwa mle ndani wawe salama, waingie wakiwa salama na watoke wakiwa salama, bila kujali matokeo ni ya namna gani. Mchezo wa soka kwa kawaida una matokeo matatu: kushinda, kushindwa au kupata sare. Timu moja kusonga mbele kwenye mfumo wa mashindano haya na timu nyingine kubaki. Sasa itategemea matokeo ni yepi. Sasa jukumu letu sisi, bila kujali aina ya matokeo, ni lazima watu walioingia kwenye uwanja ule waendelee kuwa katika mazingira ya usalama, wawe na furaha au na uchungu. Kwa hiyo jeshi la polisi linawatahadharisha mashabiki wa soka watakaohudhuria siku ya kesho kwamba mifumo ya kiusalama itaimarishwa kwa kiwango cha juu. Upekuzi utafanyika. Hakuna mtu mwenye silaha ya aina yoyote, kwa tafsiri ya kisheria, silaha ya aina yoyote. Watu wakisema silaha wanafikiri ni bunduki. Kitu chochote ambacho kinaweza kuleta madhara kwa binadamu katika sura ya kujeruhi au kusababisha mazingira ya kiusalama kuharibika hakitaruhusiwa. Kwa hiyo upekuzi utakuwa wa hali ya juu. Ni askari wachache au watu wenye mamlaka ya kiusalama wachache watakaoruhusiwa kuwa katika mazingira ya vyombo ambavyo vitasaidia kuimarisha usalama. Narudia, hakuna mtu yoyote asiye na mamlaka ya kisheria atakayeruhusiwa kuingia na kitu chochote ambacho kitatoa tafsiri ya kisheria kwamba ni silaha. Lakini tunawakumbusha kwamba barabara hii ya Duse itafungwa kama ambavyo kwenye michezo mikubwa tumekuwa tukifanya, na barabara ile ya Bandela itatumika zaidi katika kuingia na kutoka kwenye uwanja ule. Tunawakumbusha mashabiki wa soka kuwa wastaarabu katika lugha wanazozitumia wakiwa kwenye uwanja ule. Wakumbuke wa Tanzania, watu wanakwenda kwenye soka kama burudani, wanakwenda na familia, wanakwenda na waume zao, wanakwenda na wake zao, wanakwenda na watoto wao wa kiume na kike kama familia. Matusi mazito ya ovyo ambayo yanaporomoshwa na baadhi ya watu hayatavumiliwa. Narudia,
tabia ya matusi ya ovyo yanayoporomoshwa na watu au baadhi ya watu hayatavumiliwa. Atakayeporomosha matusi ya ajabu tutamwaibisha pale pale. Narudia, vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani katika uwanja ule bila kujali matokeo havitavumiliwa. 26 mwezi wa 10 mwaka 2025, baada ya mchezo huu wa Yanga na Silver Strikers, kutakuwa na mchezo mwingine wa soka ambao utakuwa wa timu ya Simba ya Dar es Salaam ikiliwakilisha pia taifa ikipambana na timu ya Singizini ambayo inatoka kule Eswatini. Mchezo huo nao unatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025 majira ya saa 10 jioni. Kama maelezo nimeyotangulia kuyasema kwenye mchezo wa Yanga na timu ya Silver Strikers, msimamo utakuwa ni ule ule wa masuala ya kiusalama. Kwa hiyo mashabiki wa soka wanaruhusiwa, wanaalikwa kwenda kwenye mchezo huo, lakini wazingatie mambo ya msingi ya ambayo yanahusisha kanuni za soka katika mashirikisho ya soka ya bara la Afrika, lakini yale ya dunia. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kuja. Tunaendelea na kampeni. Nilitaka kuahirisha kikao hiki, nikaambiwa ameshafika, nikasema nije niongee kwa kifupi na tuwahi kwenye sala, na wale wengine tutaonana zaidi kwenye maeneo tofauti tofauti, na kama kuna mtu yote mwenye jambo la ziada naomba mnipigie simu. Asanteni sana.